kuwa ameyatoa. Moja kati ya matamshi mlikuwa mkiyatoa ni kwamba mtazuia uchaguzi wa mwaka 2025. Yes. Mlifanikiwa kuzuia? Watanzania hawakufanya. Kwanza uchaguzi haukuwepo. Kwa hata kufika kwenye kuzuia haukuwepo kufanyika uchaguzi. Kwa mlizuia uchaguzi. Uchaguzi haukuwepo. Kwa hiyo kutokuwepo maana yake mlizuia uchaguzi. Sio sisi tulizuia, haukuwepo wenyewe. Watanzania hawakubaliana nayo. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Lakini Watanzania walipiga kura. Wapi bana? Walipiga kura. Wapi walipiga kura bana? Wapi walipiga kura? Ukienda huko utaingia kwenye kina ambacho hutatoka. Kwa sababu nitakutolea hapa evidence ambazo hutaweza kujibu. Na najua una act under handbrake na kuhurumia kwa hilo. Iko hivi. Hakukuwa na uchaguzi. Sio sisi tunaosema. AU imesema hivyo. Credible institution ya Afrika. Huwezi kuikubali AU, unapingana na AU. Walikuwa hapa kama waangalizi. SADC wamesema hivyo. Sio? Thabo Mbeki Foundation wamesema hivyo. Umoja wa Ulaya wamesema hivyo. UN wamesema hivyo. There was a massacre. Kulikuwa na mauaji, kulikuwa na uchaguzi. Moja kati ya kauli imetajwa kwenye ripoti ya Jaji Chande kwamba ilikuwa ni kishawishi cha watu kuingia kwenye vurugu za Oktoba mwaka 2025 ni kauli ya no reform, no election. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba Watanzania hao unaosema wanaowakubali ambao ni wafuasi wenu na wanachama wenu walishiriki kwa kiwango kikubwa kuleta vurugu zilizotokea Oktoba. Hakukuwa na vurugu, kulikuwa na mauaji yaliyokuwa orchestrated na dola. Kuna kauli za huko nyuma, majeshi jiandaeni, hakutakuwa na nyinyi wala nyinyi. Majeshi yanajiandaa kufanya nini wakati wa uchaguzi? Uchaguzi ni wa raia. Ni raia wanaenda kudemonstrate haki yao ya kuamua nani awe kiongozi wao kwa mujibu wa katiba ibara ya 8. Unaposema wanajeshi jiandaeni, hakutakuwa na nyinyi, mimi ndio amiri jeshi mkuu, una maana gani? That's number one. Lakini cha pili, tume ya Jaji Chande ni tume ambayo iko biased. Sisi tumesema kwamba we don't trust tume ya Jaji Chande kwa sababu moja, imeteuliwa na mtu au na watu ambao ni watuhumiwa wa mambo yaliyotokea ya kuumiza watu, ya kuagiza watu waumizwe. Kwa hiyo haiwezi kuwa credible. Cha pili, ripoti ya tume ya Jaji Chande haipo popote, wewe unayo. Kwa hiyo hatujui hizo findings zao ziko based kwenye nini. Lakini kwa hiyo kuna eneo unanitoa kidogo Heche. Yes. Mimi ninachomaanisha ni kwamba watu wote tulishuhudia vurugu zilizotokea Oktoba. Mimi nilikuwa kwanza mahabusu ujue. Nilikamatwa siku 21 kabla ya siku ya uchaguzi. Sawa. Yes. Lakini kwa hiyo ninachokisema ni kwamba vurugu zilizotokea, moja kati ya kauli ilikuwa ikitumika na wale ambao walijiita waandamanaji ni no reform, no election. Na nyuma yake kulikuwa kuna kauli za uchaguzi hautafanyika. Una research na hiyo, una drive kutoka kwenye nini? Mimi narejea ripoti. Ripoti ya nani? Umeiona wapi ripoti? Kwa hiyo mimi sijai kuona ripoti ya Jaji Chande. Wewe umeiona ripoti? Ripoti ya Jaji Chande. Ripoti ya Jaji Chande haijatolewa. Wakati anatoa muhtasari wa ripoti ambayo amemkabidhi. You cannot base on muhtasari. Sikiliza, Bwana Rambat. Iko hivi, ripoti ndio itaeleza kwamba mimi nimehoji fulani na fulani, wameniambia hivi, ili tujue huyu aliyemwambia ni nani na ana affiliation gani. Kama ameambiwa na wana CCM, kwa hiyo muhtasari wa speech hauwezi kueleza details hizo. Ndio maana tunajiuliza kama hata hiyo ripoti basi ni sisi tunaipinga. Lakini kwa nini hiyo ripoti iwe tena igeuke kuwa mali ya mtu? Anasema mimi hii ripoti ni ya kwangu, haitatoka, wakati imetumia rasilimali za nchi yetu. Itoke, Watanzania wasome, wawe na haki ya criticize. Sawa, Heche, nadhani si mara ya kwanza kwa ripoti kupelekwa kwa rais na anabaki nayo kuipitia na mambo kama haya. Niambie nyingine. Niambie nyingine. Unajua si unachukua maneno, mimi nitakwambia ripoti ya Jaji Kisanga, ripoti ya Warioba na ripoti zote. Hata ripoti ya Chande ya nyuma hapa inaitwa haki jinai. Zote ziko barabara. Ni ripoti ambayo tu imesemekana ni ya mtu, ni ripoti ya hiki kinachoitwa vurugu. Kwa hiyo maana yake unataka kutuambia nyinyi Chadema kwa lugha nyingine mmefanikiwa kutokufanyika kwa uchaguzi wenyewe kama unavyosema. Watanzania ambao wanataka uchaguzi huru na haki hawataki uongo, hawataki maigizo,
wamekataa na hawakushiriki huo uchafu. Kwa maana yake hutambui wabunge waliopo bungeni. Hakuna naye watambua na watambua. Hutambui viongozi wakuu wa nchi hii. Waliotokana na chama chetu tumeshasema hatuwatambui waliochaguliwa. Wakati mwingine kinachozungumzwa bungeni au kauli za rais mnazirejea na kuzikosoa kwa watu ambao hamwatambui. Iko hivi. Afrika Kusini kulikuwa na serikali ya minority ya makaburu ambao walisema Waafrika weusi sio binadamu. Hawakuwa wanawatambua. Lakini athari ya ile serikali ilikuwa inawaumiza watu weusi. Kwa hiyo walikuwa na comment mara kwa mara kwenye maamuzi yao wanayochukua. Hata serikali ambazo zimefanya coup d'etat, zimefanya mapinduzi ya kijeshi, unanielewa mzee, huwa watu wanazizungumzia. Kwa hiyo hatuwezi kunyamaza kwa sababu wamefanya hayo walioyafanya, wanamiliki silaha za nchi yetu, wanamiliki wanakaa wanafanya maamuzi ambayo yanatuathiri, tuko humu ndani, lazima tutaya question.